ambayo yamewekwa 2015. Tanzania yanatekeleza, kwa hiyo baada ya kutekeleza inabidi ifanye tathmini. Kwa hiyo tumefanya tathmini kama Tanzania, na kwa upande wetu wa Zanzibar kama ni pati ya Tanzania tumefanya tathmini. Kwa hiyo tuna ripoti ya Zanzibar ya Voluntary National Review ya 2026. Kwa hiyo hapa tumekuja kufanya validation ya data. Ripoti hii inaonyesha status ya utekelezaji. Kwa hiyo kutakuwa na progress ambayo tumefikia kutoka 2022 ambapo sisi kama Tanzania tulipresent kule 23. Kwa hiyo tunaonyesha progress kuanzia pale ambapo tumepresent mpaka 26. Kwa hiyo tumewalika wakurugenzi mipango kwa ajili ya kufanya validation, kwa sababu wao ni wakuu katika utekelezaji wa mipango ya nchi, ili kujua changamoto, mafanikio na lesson learned, tumejifunza nini kwa kupitia utekelezaji wa malengo haya, na baadaye kuiwasilisha serikalini ili iweze kuchukuliwa maamuzi kwa kutumia taarifa zile ambazo tumeziandika, ili kwenye challenge kuweze kupelekewa mipango ambayo itaondosha. Kwa mfano kama kuna upungufu wa maji, kwa hiyo serikali mipango yake ielekeze kwenye eneo hilo, lakini pengine kuna umaskini uliokithiri labda katika eneo fulani. Kwa hiyo serikali wakiliona hilo katika mipango yake, katika maamuzi yake, wataamua kwamba itabidi hao wapelekewe kitu fulani, wapelekewe mradi fulani, ili kupunguza hali ya umaskini ambao ipo katika maeneo hayo. Kwa hiyo lakini pia wakati tunapo lengo baadaye tunaunganisha hii ripoti na ripoti ya Tanzania bara kuwa ripoti moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii waraka huu unaoitwa VNR mara nyingi unakuwa unapotengenezwa unahusiana na wadau mbalimbali, sekta za kiraia, sekta binafsi na serikali. Sasa wakati unapokamilika kutengeneza, tukipata rasimu ya mwanzo, huwa inatakiwa lazima ipate maoni ya wadau, ambao hii ni stage muhimu sana au ni hatua muhimu sana katika utengenezaji wa waraka kama huu. Hasa mimi nimesimama hapa kama ni mwakilishi wa sekta ya asasi za kiraia. Sasa katika kupitia tunapaswa kutoa maoni. Kwa hivyo katika mkutano huu kusanya maoni haya, yanapatikana maoni ya asasi za kiraia, maoni ya serikali, kwa sababu hawa walihudhuria vile vile wakurugenzi mipango wa wizara, alafu na sekta binafsi. Alafu mawazo haya yakijumuishwa kwa pamoja, yakiingizwa katika ile rasimu iliyoletwa, basi unapatikana waraka kamili, ambapo tena hatua iliyobakia ni kupitia katika vikao vya maamuzi ambao makatibu wakuu, alafu baadaye Baraza la Mapinduzi, alafu tena unakwenda mbele katika vikao vikuu.